Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumatatu ya tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2024, juma la 5 la mwaka B wa kanisa. Leo mama kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Agata, bikira na shahidi. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha kwanza cha Wafalme, sura ya 8, aya ya kwanza hadi ya 7 na aya ya 9 hadi ya 13. Na injili inatoka Injili takatifu ya Mtakatifu Marko, sura ya 6, aya ya 53 hadi ya 56. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Yesu na wanafunzi wake walipokwisha kuvuka, walifika nchi ya Genezareti, wakatia nanga. Nao wakiisha kutoka mashuani, mara watu walimtambua, wakaenda mbio, wakizunguka nchi ile yote, wakaanza kuwachukua vitandani walio hawawezi, kwenda kila mahali waliposikia kwamba yupo. Na kila alikokwenda, akiingia vijijini au mijini au mashambani, wakawaweka wagonjwa sokoni, wakamsihi waguse ngaa pindo la vazi lake, nao wote waliomgusa wakapona. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, ujumbe wa tafakari ya neno la Mungu siku hii ya leo ni Yesu Kristo, tabibu wa roho na mwili. Katika Injili takatifu ya leo tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo akiponya watu wanaosumbuliwa na maradhi mbalimbali, hasa ambayo yalikuwa yameshindikana katika nyakati hizo, hususani katika maeneo ya Genezareti. Tunamwona Kristo akiwaonea huruma wagonjwa na anawaletea tena furaha katika maisha yao na ya ndugu zao, furaha ambayo bila shaka walipoteza kwa muda mrefu kwa sababu ya changamoto zao za kiafya. Leo Bwana wetu Yesu Kristo anatuthibitishia kuwa alikuja ulimwenguni kumkomboa mwanadamu mzima, yaani mwili na roho. Alikuja kumkomboa mwanadamu kutoka utumwa wa dhambi, mauti au kifo na shetani, kwa kutuletea habari njema ya wokovu iliyoambatana na ishara na miujiza. Miujiza hii aliyoifanya Kristo ilionyesha wazi kuwa ufalme wa Mungu umefika katika maisha ya watu, na ishara ya nguvu ya Mungu itendayo kazi katika maisha ya watu. Pamoja na hayo, wapendwa katika Kristo, ni vema tutambue kuwa hili alikuwa lengo msingi la ujio wa Kristo hapa duniani. Ndiyo maana wito wake wa kwanza kabisa ulikuwa ni wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Injili ya Marko sura ya kwanza aya ya 15. Mateso ya mwanadamu na kwa namna ya pekee magonjwa ni matokeo ya dhambi, yaani dhambi ya asili na pia dhambi zetu wenyewe. Ndiyo maana mahali pengine Yesu alitangaza kwanza msamaha wa dhambi kwa wagonjwa walioletwa kwake, na hata kuzua taharuki katika mioyo ya Mafarisayo. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 9 aya ya kwanza hadi ya 8. Hivyo wapendwa katika Kristo, Yesu Kristo katika kazi yake ya ukombozi hakuponya tu maradhi ya kimwili, bali na zaidi sana aliponya maradhi ya kiroho ambayo ni mabaya zaidi, kwani haya yasipotibiwa matokeo yake ni mauti ya milele. Wapendwa wasikilizaji, hata leo bado Yesu Kristo anaendeleza utume huu wa kuponya watu kupitia kanisa lake kwa njia ya sakramenti ya kitubio, ambayo ni hospitali ya kiroho kwetu sisi tulio safarini kuelekea mbinguni, na pia kwa njia ya sakramenti ya mpako mtakatifu wa wagonjwa, ambayo huleta nguvu, faraja na uponyaji kwa anayeugua.
Sakramenti hizi ni nguvu zitokazo katika mwili wa Kristo kupitia pindo la vazi lake na kuleta uponyaji wa majeraha ya kiroho na kimwili kwa wale wamwaminio. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1116. Wapendwa wasikilizaji, Yesu Kristo ni mwenye upendo mwingi kwetu wanadamu na anatujali kwa namna ya pekee sana katika mahangaiko na changamoto zetu za kila siku, hasa zile zinazotuletea huzuni, masikitiko na kutukosesha amani katika maisha yetu. Changamoto hizi zaweza kuwa za kwetu binafsi au zinazowasibu ndugu zetu wa karibu, ambazo zinatuathiri na sisi pia, mfano magonjwa. Leo tunaalikwa kuwaiga watu wa Genezareti ambao baada ya kumtambua Yesu Kristo walimpelekea changamoto zao za maradhi yanaowasumbua, wakijua kuwa yeye ndiye suluhisho la kweli na ndiye chanzo cha furaha, utulivu na amani ya kweli katika maisha yao na ya familia zao. Nasi tumtazame Kristo tunapokuwa katika shida, ziwe ni za kiroho au za kimwili, ziwe za kwetu binafsi au za ndugu zetu. Tumpelekee Kristo katika sala, hasa katika sadaka ya misa takatifu, liturujia ya kuabudu Ekaristi takatifu, rozari takatifu na novena mbalimbali. Nasi tutapata uponyaji wa kweli wa majeraha yetu ya kiroho na ya kimwili. Wapendwa wasikilizaji, tunaalikwa pia kuiga maisha ya Mtakatifu Agata ambaye kanisa linaadhimisha kumbukumbu yake siku ya leo. Yeye ni mfano hai wa mtu aliyetambua kuwa Yesu Kristo ndiye chanzo cha furaha, utulivu na amani ya kweli na ya kudumu, na kwamba mwanadamu hawezi kuzipata tunu hizi muhimu katika mambo ya ulimwengu yapitayo. Alikuwa na imani thabiti kwa Kristo na alikubali kuteswa vikali kwa ajili ya imani yake na nadhiri yake ya ubikira aliyomwekea Mungu, kuliko kutenda dhambi kwa ajili ya kuwafurahisha watu. Tumuombe Mungu kwa maombezi ya Mtakatifu Agata, bikira na shahidi, atujalie imani thabiti kwa Yesu Kristo mwanaye, yeye ambaye ni tulizo na faraja ya kweli ya mioyo yetu katika maisha ya sasa na ya baadaye kwa milele yote. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frate Ephraim Tobaldi Bahati kutoka Jimbo Katoliki la Moshi, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala iliyoko Jimbo Kuu Katoliki Tabora.